Jina langu ni Pastor Ibrahim Daniel, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3, lakini pia natokea jimbo la Mara Mashariki kwa Askofu Sospeter Daudi Mpunguza, na natokea kwenye section ya Serengeti kwa mwangalizi anaitwa Yohana Mokili. Amen. Amen. Kwa wakati huu nipende kutambua uwepo wa wafanyakazi wa chuo wasiokuwa walimu. Naomba tupungiane mikono. Amen. Mungu awabariki. Nipende kutambua uwepo wa huduma ya mtoto. Tupungiane mikono. Amen. Lakini pia nipende kutambua uwepo wa mwaka wa kwanza. Tupungiane mikono. Amina. Lakini pia nipende kutambua uwepo wa mwaka wa pili. Tupungiane mikono. Lakini pia nipende kutambua uwepo wa mwaka wa 3. Tupungiane mikono. Amen. Mungu awabariki sana. Amina. Kwa wakati huu nipende kutambua uwepo wa serikali ya wanafunzi inayoongozwa na rais wetu Amanieli Clement Ruto. Naomba tupungiane mikono. Mungu awabariki sana. Lakini kwa upekee kabisa nipende kuwashukuru walimu wangu wote kwa ujumla na mkuu wa chuo kwa kubali kunipokea mwaka jana wakati nakuja hapa chuoni kwa ajili ya elimu ya diploma ya Biblia na huduma za kanisa. Kwa upekee sana Mungu amewatumia kama vyombo vyake. Mmenichonga na nimekuwa ni chombo cha kumfaa Bwana na watu wake. Mungu awabariki sana. Na kwa nafasi hii pia sitashukuru mikono mitupu, na mimi angalau nifanye sawasawa na andiko linavyosema, mshirikishe mkufunzi wako katika mema yote. Amen. Karibu pendo. Hata sasa wewe niye eza, tulipofika wewe niye eza. Hata sasa wewe niye eza, eza, eza. Hata sasa wewe niye eza, tulipofika wewe niye eza. Hata sasa wewe niye eza, hata sasa wewe niye. Basi Mungu awabariki sana wana praise kwa huduma njema. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Asubuhi ya leo na mimi nimepata kibali kutoka kwa Bwana kuwa kuhani wa sasa. Amen. Na katika nafasi hii ninapenda kukushirikisha ujumbe wa neno la Mungu unaosema kuongozwa na Mungu katika kazi yake. Kuongozwa na Mungu katika kazi yake. Ujumbe wetu wa asubuhi ya leo unasema kuongozwa na Mungu katika kazi yake. Andiko letu la somo ni Matendo ya Mitume ile sura ya 10 mstari wa 9 hadi ule wa 20, alafu tunaruka tunasoma ule mstari wa 44 hadi 45. Matendo ya Mitume ile sura ya 10 mstari wa 9 hadi ule wa 20, alafu tunaruka tunasoma ule wa 44 hadi 45. Tutasoma
andiko letu katika hicho kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 9 hadi wa 20 alafu 44 hadi 45. Biblia inasema, hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba. Yapata saa 6 ya mchana, akaumwa na njaa sana, akataka kula. Lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia, akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa inateremshwa kwa pembe zake 4 hata nchi, ambayo ndani yake walikuwemo aina zote za wanyama wenye miguu 4 na hao watambaao na ndege wa angani. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, uchinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Sauti ikamjia mara ya pili ikimwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Jambo hili likatendeka mara 3, kisha kile chombo kikapokewa tena mbinguni. Hata Petro alipokuwa akiona shaka ndani ya nafsi yake, maana yake ni nini maono hayo aliyoyaona wale watu waliotumwa na Kornelio wakiisha kuiulizia nyumba ya Simoni, wakasimama mbele ya mlango, wakaita wakauliza kwamba Simoni aitwaye Petro anakaa humo. Na Petro alikuwa akiyafikiri yale maono. Roho akamwambia, wako watu 3 wanakutafuta, basi ondoka, ushuke ufuatane nao, usione tashwishi, kwa maana ni mimi niliyewatuma. Petro akawashukia wale watu, akanena, mimi ndiye mnayemtafuta. Mmekuja kwa sababu gani? Mstari wa 44 inasema, Petro alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotabiriwa walioamini wakashangaa, watu wote waliokuja pamoja, na kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu tena asubuhi ya leo. Mfalme wa amani, tunaikabidhi mikononi mwako, tupe Bwana kile ambacho umekusudia tupate leo katika Kristo Yesu tumeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekwambia ujumbe wetu asubuhi ya leo unasema kuongozwa na Mungu katika kazi yake. Dhamira ya ujumbe huu ni kuelewa umuhimu wa kuongozwa na Mungu katika kazi yake. Tunapokuwa tunaangalia hiki kitabu cha Matendo ya Mitume ambacho kimeandikwa na mtu mmoja ambaye anaitwa Luka, aliyezaliwa katika nchi ya Antiokia ya Syria, ambayo kwa siku za leo inaitwa Antiokia, inayopatikana kusini mwa nchi ya Uturuki. Huyu alikuwa Myunani, maana ni mataifa ambaye Mungu alipa neema kushiriki katika uamini wa Biblia. Sasa tunamwona huyu Luka anaungana na Paulo ule mwaka wa 50 mpaka mwaka wa 60. Baada ya hapo tunaona anaandika kitabu chake cha kwanza cha Luka akiwa mwaka wa 60 mpaka 63. Alafu ule mwaka wa 63 anaandika kitabu cha Matendo ya Mitume ambacho tunajifunza leo, akimwandikia rafiki yake aliyekuwa anaitwa Theofilo. Sasa wakati alipokuwa anamwandikia maneno haya, huyu Luka alikuwa katika eneo liitwalo Luka. Wakati anamwandikia alikuwa amebeba mada inayosema Injili kuenea kwa ushindi na kwa uweza wa Roho Mtakatifu, lakini akiwa amebeba makusudi makubwa mawili. Kusudi la kwanza, kuonyesha ni jinsi gani Injili imepenya hadi
kuwafikia mataifa. Amen. Lakini kusudi la pili ni kuonyesha wajibu wa Roho Mtakatifu katika uhai wa kanisa na utume. Amen. Bwana asifiwe sana. Tunapoangalia ujumbe unaosema kuongozwa na Mungu katika kazi yake. Nini maana ya kuongozwa na Mungu? Nakaribisha yeyote ambaye anaweza akatambia maana ya kuongozwa na Mungu. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuongozwa na Mungu ni kuishi kwa kufuata kile ambacho Mungu anakuelekeza. Bwana asifiwe. Ni kuishi kwa kufuata kile ambacho Mungu anakuelekeza. Sawa sawa. Tunapoangalia habari ya kitabu cha Matendo ya Mitume kwenye maandiko hiyo sura ya 10, ni muhimu kujua ya kwamba kinazungumza juu ya mambo ya watu wawili kwa upana zaidi. Kinazungumza mtu mmoja ambaye anaitwa Kornelio aliyekuwa anakaa katika nchi ya Kaisari, lakini kinamzungumza mtu mwingine ambaye anaitwa Petro. Sasa ili kuweza kuelewa vizuri mazingira haya, ni muhimu kutambua Kaisari au Sizaria Antiko kwa jina ambalo lingine lilikuwa linaitwa katika mji huu. Hivi yote miwili ya Kaisari pamoja na mji wa Yafa ni miji ambayo ilikuwa inapatikana kwenye eneo la pwani ya bahari ya Mediterania. Hivi yote ilikuwa ni miji ya bandari, maana ilikuwa ni miji ya kibiashara. Lakini mji wa Kaisaria ni mji ambao ulijengwa na Herode Mkuu kuanzia ile miaka ya 22 mpaka mwaka wa 10 kabla ya Kristo, na kwa kupewa jina la mtawala wa dola ya Kirumi aliyekuwa anaitwa Kaisari kama kumwenzi, kwa sababu ndio mji ambao ulikuwa unatumika kama mji mkuu wa dola ya Kirumi katika nchi ya Israeli. Amen. Amen. Sasa tukirudi kwenye mji wa Yafa. Mji wa Yafa kwa sasa ambao unaitwa Tel Aviv, ambao unapatikana katika nchi ya Israeli. Tunamwona Petro anaingia kwa mtu mmoja anaitwa Simon Mchoramozi, na umbali wa kutoka Yafa mpaka Kaisaria ni kilomita 55. Manake kwa mwendo wa mguu unatumia kuanzia masaa 10 mpaka 12. Inategemeana na mwendo wa mtu mwenyewe. Sawa. Kwa nini anaingia kwa Simon Mchoramozi? Hii kazi ya kushona ngozi kwa upande wa Israeli au Wayahudi ni kazi iliyokuwa inaonekana kama kazi ambayo ni najisi. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa inajihusisha kwa kushika mizoga mara kwa mara. Kwa hiyo Mungu akamruhusu Petro afike kwa mtu huyo ambaye utamaduni wao unamuona ni najisi, lakini kwa Mungu kumpa nafasi Petro kukaa hapo, Mungu anamuingizia kitu kipya ya kwamba hata mataifa mnaoona ni wanajisi bado nimewakubali. Haleluya. Lakini yapo mambo yanayoweza kupelekea kushindwa kuongozwa na Mungu. Kushindwa kuongozwa na Mungu. Jambo la kwanza ni kujitetea wakati Mungu anapokuagiza. Jambo la kwanza ni kujitetea wakati Mungu anapokuagiza. Ule mstari wa 14
ndio mtoto mwabishi. Mungu nimezoea unawatumianga wale ambao ni wakubwa, wale ambao ni mashujaa, unatumianga wale ambao wana uwezo mkubwa, lakini kuniambia mimi nikaende kwa hizo kwa wakati huu, haiwezekani. Umaskini unamfanya mdogo anaanza kujitetea, kunashusha hadhi ya Mungu wako. Bwana Yesu akusaidie. Bwana Yesu akusaidie. Kujitetea kunashusha hadhi ya Mungu wako. Mtu mwingine ni Musa. Mungu anasema naye kitabu cha Kutoka ile sura ya 3 na ule mstari wa 10 na 11, anamwambia sasa nitakutuma katika nchi ya Misri, nenda ukawatoe watu wangu huko. Lakini ule mstari wa 11, Musa anamwambia Mungu, mimi ni nani hata unanituma niende kwa Farao?
ni mimi niliyowatuma. Filipo kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 8 na ile mstari wa 29 tunaona Roho Mtakatifu anamwambia Filipo, sogelea hilo gari, lile gari na yule mkushi. Wakati ambapo alipokuwa anahangaika katika tafsiri yale maandiko yaliyochanganya katika kitabu cha Isaya, Roho anamwambia sogea. Roho anamwambia sogelea hilo gari. Na mimi nakwambia ya kwamba yeye akisema fanya, akisema fanya, hayaingia kingi wewe fanya, akisema fanya, hata kama hayaendani na mazingira fanya, akisema fanya, akisema fanya, hata kama mazingira yanasema hapana. Haleluya. Nakumbuka siku moja nikiwa pale Dar es Salaam katika kanisa la TAG Miracle Center la mchungaji wetu Crispin Madengo ambaye ni mkurugenzi wa idara ya maombi taifa. Katibu wa kanisa akasimama kutoa ushuhuda, anasema ilikuwa ni maandalio ya kupokea mwaka 2019. Walikuwa kanisa lao lina mkutano wa Injili, watu wakawa wameenda kwenye mkutano, akawa wamebaki kanisani pamoja na shemasi. Alipokuwa wako kwenye maandalizi ya kuandaa mazingira kwa mkesha wa kupokea mwaka mpya, wakawa wameandaa bango la mwaka mpya. Sasa wakati wanalifunga madhabahu, akawa amepanda kwenye ngazi, akawa ameshafunga upande mmoja, wakati anafunga upande wa pili, ile ngazi ikakatika. Akashika kenchi kwa haraka, akawa ananing'inia kwa mkono mmoja, akaanza kuomba, nafanyaje hapa? Roho akamwambia badilisha mkono, weka mwingine. Akabadilisha, lakini akamwambia mbona unachoka, nafanyaje? Yule shemasi anamwambia niachie, nitakudaka, ni mama mtu mzima na kule ndio ni mbali. Akasema haiwezekani, akasema ninachoka. Roho akampa maelekezo, anamwambia mwambie huyo mama, kulikuwa na visipika viwili vidogo, akamwambia mwambie vichukua viunganishi, aweke usawa wa majibu. Sasa alipoweka vile visipika, hakuna namna, baba anaona viko mbali, yeye yuko juu sana. Wakati baba anayafikiria hayo, Mungu mtenda mambo makuu, akavinyanyua vile visipika mpaka mahali alipo, alafu akamwambia achia kenchi sasa, panda kwenye hilo visipika, ikamshusha chini kwa sababu sauti wewe fanya, yafanya, akamwambia fanya, fanya, haiendani na mazingira, lakini fanya. Haleluya, haleluya. Ni kusema anajua tunatenda, lakini yapo mambo mabaya na mazuri ya wanadamu. Kwa mtu ambaye atakataa kukaa kwenye uongozi wa Mungu na kukubali kukaa kwenye uongozi wa Mungu, mambo mabaya yanayoweza kukupata kwa kukataa kukaa kwenye uongozi wa Mungu ni kushindwa kuelewa kile ambacho Roho anakuelekeza, kushindwa kuelewa. Tukirejea ule mstari wa 14 na 15 unasema hivi, lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kama kitu kilicho kitamu au
Mtumishi wa Bwana, yapo mambo mazuri yatakutokea, yapo mambo mazuri yatakutokea ikiwa utakubali kukaa kwenye uongozi wa Mungu, ikiwa utakubali kukaa kwenye uongozi wa Mungu. Wale watu ambao Mungu anakutuma kuwatumikia watahudumiwa na Mungu kupitia wewe. Wale watu ambao Mungu anakutuma kuwatumikia watahudumiwa na Mungu kupitia wewe. Wale watu ambao Mungu anakutuma kwao watamuona Mungu wako. Wale watu ambao Mungu anakuagiza kwao watajua ni kweli Mungu aliyekuagiza anaweza. Tukisoma mstari wa 45, Biblia inasema Petro alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia neno, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa. Watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamepatiwa kipawa cha kifo. Alipokubali na maelekezo, alipokubali kufuata maelekezo, wameshukia wale watu, agiza kwao, wakajazwa na Roho Mtakatifu. Ndivyo itakavyokuwa kwako ikiwa utakubali kukaa kwenye uongozi wa Bwana. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura 16, ukisoma mstari wa 13 na 14, kirudi nyuma kidogo utapata habari za Paulo akiongozwa na Roho Mtakatifu kwenda Makedonia. Alipoitii ile sauti ya maongozi ya Mungu, alipofika kule akakutana na watu, akaihubiri Injili. Mwanamke mmoja aitwaye Lidia akampokea Kristo. Kuanzia hapo akawa baraka kwa kanisa la Bwana. Ndio maana nakwambia jioni ya leo, ikiwa utakubali kukaa kwenye maongozi ya Bwana, Mungu atakutumia, atatokea huduma yako, atakutumia kama mpenda Mungu. Naomba usimame mahali ulipo, simama mahali ulipo. Asubuhi ya leo natamani kuomba na mtu mmoja anayetaka Mungu amwezeshe bila anaposimama katika utumishi wake, aone Mungu akihudumu watu, aone Mungu akihudumia niko. Sogea hapa uniombe na wewe, sogea hapa uje. Kuna nguvu ya kukusaidia, kuna upako umeshuka jioni leo, umeshuka asubuhi ili kukusaidia kutembea kwenye maongozi ya Mungu, kutembea kwenye maongozi ya Mungu. Karibu serikali ya uongozi, tuombe Baba katika jina la Yesu, jina la Yesu, Baba katika jina la Yesu. Leo watasama kusanyika, ninalileta mikononi mwako ya leo, ninalileta mikononi mwako asubuhi ya leo. Baba mwanao amekubali, Baba mwanao amekubali, anataka uongoze, anataka umtumie, anataka umwezeshe kufanya mambo makubwa. Baba anatamani kukuona kwenye huduma yake, ninamwombea neema yako, ninamwombea upako, ninamwombea uwezo wako katika jina la Yesu. Roho ya Kristo, wachaze watu, wachaze watu, wachaze watu, wachaze watu, wachaze watu. Bwana, tunalibariki jina lako. Amen.
tunakushukuru, tunakubariki, tunakutukuza, maana wewe ni neema, katika jina la Yesu. Asante Bwana, tumepokea mwongozo wako, tumepokea jina la Yesu Kristo uliye Bwana mwokozi wetu. Amen.